watuhumiwa 75 wakamatwa katika kijiji cha Idukilo wilayani Kishapu. Kufuatia taarifa zilizoenea katika mitandao mbalimbali ya kijamii juu ya kukamatwa kwa wananchi katika kata ya Idukilo wilaya ya Kishapu mkoani Shinyanga, hatimaye jeshi la polisi mkoani humo limetoa ufafanuzi juu ya tukio hilo. Akizungumza na waandishi wa habari, kamanda wa jeshi la polisi mkoani humo, kamishna msaidizi mwandamizi Janet Magume, amesema wanashikiliwa jumla ya watuhumiwa 75 ambao walihusika katika matukio mawili. Tukio la kwanza tarehe 28 Mei 2026 na tukio la pili tarehe 1 Juni 2026. Na hapa kamanda wa jeshi la polisi mkoani Shinyanga, kamishna msaidizi mwandamizi SACP Janet Magume anaeleza. Jeshi la polisi mkoa wa Shinyanga linapenda kutoa taarifa kwa umma kuwa limekamata jumla ya watuhumiwa 75 waliohusika katika matukio mawili. Tukio la kwanza lilitokea Mei 28, 2026 katika kijiji cha Sanjo, kata ya Idukilo, wilaya ya Kishapu, mkoa wa Shinyanga, ambapo mtendaji wa kata ya Idukilo aitwaye Masembe Msele mwenye umri wa miaka 50 akiwa na afisa maendeleo kata ya Mwadui Luhumbo aitwaye Rose Shao mwenye miaka 38, mwenyekiti wa kijiji cha Sanjo, kaimu mtendaji kijiji cha Sanjo pamoja na wajumbe watatu wa serikali ya kijiji wakiwa kwenye zoezi la kuingiza kaya maskini kwenye mpango wa TASAF walivamiwa na watu waliokuwa na pikipiki mbili. Watu hao walianza kuwapiga na kuchana nyaraka ambazo walikuwa wameshaziingiza baadhi ya majina yao kwenye mpango wa kaya maskini. Baada ya hapo waliondoka wakidai kuwa hawataki kuona kiongozi yoyote wa serikali anafanya kazi ndani ya kata hiyo ya Idukilo. Na baada ya tukio hilo, jeshi la polisi mkoa wa Shinyanga lilianza upelelezi mara moja na kuwakamata watuhumiwa waliohusika na tukio hilo. Tukio la pili lilitokea Juni 1, 2026 majira ya saa 6:30 usiku katika kijiji na kata ya Idukilo, ambapo jeshi la polisi lilipata taarifa kuwa kuna baadhi ya wanakijiji wanapigwa na wanakijiji wenzao kwa madai kuwa wao ndio wanatoa siri kwa jeshi la polisi na mheshimiwa mkuu wa wilaya kwa kupeleka majina ya wanaofanya fujo katika vurugu hizo. Walifanya uharibifu wa pikipiki na kuvunja baadhi ya maduka ya wafanyabiashara. Ndipo jeshi la polisi lilifika na kuanza kufanya doria na ukamataji wa wahalifu hao. Jeshi la polisi mkoa wa Shinyanga linakemea vitendo vya uhalifu vinavyofanywa na baadhi ya wananchi wa kata hiyo ya Idukilo na halitasita kuwachukulia hatua za kisheria ambao wataendelea kujihusisha na vitendo hivyo. Kwa madai yao, wao hawataki viongozi wa serikali kufanya kazi katika kata hiyo, kuanzia ngazi ya mheshimiwa diwani aliyechaguliwa na viongozi wote, mtendaji kata na wenye viti wote wa vijiji, ambao mpaka nikisema hivi sasa wote wamejihudhuru na wamekimbia katika kata hiyo. Mpaka sasa hivi hali ya usalama inaendelea vizuri, kwa sababu sisi jeshi la polisi tuko pale, na kwamba kazi yetu ni kuhakikisha tunalinda usalama wa raia na mali zao. Kwa hiyo tuko pale, tunaendelea kufanya doria kuhakikisha pale Idukilo amani na usalama unaendelea kutamalaki. Hili halina ukweli wowote. Waliohusika na uvunjaji wa vibanda na maduka na baadhi ya maduka ya wanakijiji wenzao ni wao wenyewe wana Idukilo, na si kweli kwamba kuna mtu mmoja ambaye amefariki au ambaye amekufa katika operation hiyo. Huo ni uzushi mkubwa, hilo halipo. Nipende kuhakikishia Wanashinyanga kwamba jeshi la polisi mkoa wa Shinyanga tunafanya kazi kwa weledi mkubwa na kuhakikisha kwamba tunatekeleza jukumu letu la msingi la kulinda usalama wa raia na mali zao. Na hadi hivi sasa tunaendelea na doria, na wananchi wanafika mahali wanasema tunaomba hata msiondoke, maana mkiondoka wale ambao ni waovu wachache watarudi hapa na kutufanyia vurugu. Swala la operesheni ndani ya jeshi la polisi ni lipo kwa mujibu wa sheria za kwetu na miongozo yetu. Kwa hiyo mtuhumiwa anapokwenda katika himaya nyingine, tuna miongozo ambayo inatuguide kwa maana ya ufuatiliaji wao. Watuhumiwa hao 75 ambao tumewakamata wapo wa kiume na wapo
watuhumiwa wa kike pia